Upande wa Simba wametoa ahadi nyingi kwa mashabiki ya kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Maisha ndivyo yalivyo, kuna muda wa kupanda kidogo na muda wa kukosa, na hiyo yote ni kutokana na masuala ambayo yameshagundulikana ama yameshawekwa sawa. Wana Simba wajiandae kwa kukabiliana kwenye mtanange mzito wa mechi ijayo. Na hapa na mzungumzia zaidi Ahmed Ally amekuwa akiwasisitiza mashabiki kwamba kutereza si kuanguka. Kila binadamu anatereza. Kuna nafasi ambayo kuna muda inakupelekea wewe unakuwa mtu ambaye unapitia changamoto kidogo, na hii ni kwa wanadamu wote, si tu katika sekta ya mchezo na burudani, bali katika sekta zote duniani, kwenye michezo, kwenye masuala mazima ya burudani, kwenye masuala mazima ya kimaisha na biashara na vinginevyo. Sasa wachezaji mbalimbali wa klabu ya Simba nao pia wameonekana kuumizwa na kile ambacho kimetokea kwa kuweza kupoteza mchezo ule kwa bao moja, lakini hii haimaanishi kwamba klabu ya Simba ni dhaifu ama klabu ambayo haijajipanga. Hapana, kwa sababu hata ukifuatilia takwimu na ukichambua ule mchezo wa Simba walivyokuwa wakipambana, namna ambavyo walikuwa wakiwashika viungo pamoja na kuweza kutafuta na kujitengenezea nafasi, kuna namna ambapo watu wengine mitandaoni wamekuwa wakilaumu bwana, huenda baadhi ya wachezaji bwana wamekuwa wakituzingua kwa namna moja ama nyingine, lakini wengine wanadai kwamba ni bahati mbaya ambazo zipo. Si kila siku mtu atakuwa ni mtu mwenye kufanya mema ama kufanya mazuri zaidi ama kufanya jambo ambalo kila siku litakuwa likifurahisha. Kuna siku ambazo mtu anakuwa hajaamka vizuri, siku ambazo mtu anakuwa yuko busy na vitu vingine. Basi kibinadamu hii nayo ipo. Kumbuka kwamba wachezaji nao pia ni binadamu, wanahitaji time, wanahitaji muda wa kutuliza akili ili kuweza kufanya maisha mengine tofauti na haya ya kisoka. Wana familia na vitu kama hivi. So hii isiwarudishe nyuma mashabiki wa Simba kuona kwamba timu ya Simba imeweza kufulia kwamba haina kubwa la kulifanya, lakini kizuri kikubwa ni kwamba wamejipanga kwa safari nyingine.